uwe huru tu, uwe huru kila mmoja, kwa sababu Roho Mtakatifu wote tunaye. Amen. Kwa hiyo uwe huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe huru, wala usione tafshishi. Tuanze na swali hili ambalo leo tutakwenda kujifunza kila mmoja katika maisha yetu. Naomba tujifunze ni ishara gani ambazo mtu aliyojazwa Roho Mtakatifu anazo, au ni sifa gani ambazo unaweza ukaziona huyu mtu anajazwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamwelewa Roho Mtakatifu, ili ni kwa sehemu, lakini sasa ninaomba kufahamu ni ishara gani ambazo mtu aliyojazwa na Roho Mtakatifu anakuwa nazo mpaka sasa, kwa sababu tayari umeshamjua Roho Mtakatifu kwa sehemu. Mtu aliyojazwa na Roho Mtakatifu ana sifa gani au ishara gani? Ukimtazama mtu ukamwangalia, utajua huyu ni Roho Mtakatifu na si roho mwingine. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Ishara ya kwanza ambayo utaiona nje ya kunena kwa lugha ni atakuwa na tabia zile za Roho Mtakatifu, ambapo Roho Mtakatifu ana tabia ya unyenyekevu, ana tabia ya kuwa na hekima, lakini pia tabia ya upole, ni mfariji. Kwa hiyo na aliyejazwa Roho Mtakatifu atakuwa mfariji. Anapoona mtu anapata shida, ataichukulia ile shida kama ni ya kwake. Amina. Lakini cha kwanza kabisa ambacho tutatambua kwa haraka ni kunena kwa Roho. Amina. Au kunena kwa lugha au maombi ya rohoni. Amina. Amina. Mpiliwa, tunasema hapa hatumpigi mtu makofi, sio? Anatakiwa apigwe nani? Yesu pekee. Tumpigie Bwana Yesu makofi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Amezungumza kwamba yeye atamtambua cha kwanza yale matunda yale, ameyataja wazi. Unyenyekevu, ukarimu, lakini akaenda zaidi akaongezea na karama ya Roho. Ile karama mojawapo ya kunena kwa lugha. Wewe unasemaje? Unataka kutoka mbali sana, unataka utoke tu kwako ndani yako. Tumejazwa Roho Mtakatifu. Watu wa Mungu, karibu watumishi wa Mungu tena. Ni darasa. Tumishi karibu. Roho Mtakatifu, mtu mwenye aliyojazwa Roho Mtakatifu, mtu mwenye Roho Mtakatifu, aliyojazwa na Roho Mtakatifu, unamtambuaje? Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Neno linachokieleza nazungumzia kwamba kutoa dhabihu za roho zetu kwa mujibu wa Warumi sura ya 12:1. Kwa ni mtu ambaye atakuwa tayari, atakuwa na shauku kupokea kutoka kwa Bwana kila wakati, shauku ya kujaza, ya kula, anakuwa na umakini na anakuwa serious. Na zaidi sikaenda mbali na mjumbe,
tunapozungumzia tunda la Roho yapo yale 9, lakini tunapozungumzia tunda la Roho kwamba upendo, furaha na amani, tunategemea tuvipate kutoka kwake. Na jambo la pili, kushuhudia, kuthibitisha kile alichonacho kwa wengine, kwamba Mungu ni nani katika maisha yake na ananufaika vipi na huyo Roho Mtakatifu aliye ndani. Maanake ni mtu ambaye hatatulia siku ipite bila kumshuhudia mtu habari za neno la Mungu. Asante. Amina. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Ameongeza kitu kingine, anasema huyo mtu ana sifa moja ya kushuhudia. Wewe unasemaje? Samahani, kila mmoja, mama karibu hapo. Zungumza tu mama ulichonacho kufahamu. Mpe mama maiki pale. Zungumza tu vyote Roho Mtakatifu. Mama mfika kabisa Roho Mtakatifu. Kwa namna walivyojifunza kwa hizi kadhaa. Zungumzie tu. Sema tu mama andiko ya simu unapokuja namna hiyo. Utumishi ndio unavyoingia. Sema tu mama muelezee. Mtu unaotamani kuona anajaza Roho Mtakatifu anakuaje? Ni mtu wa namna gani? Amina. Kwa kweli mama ameongeza kitu kikubwa sana cha muhimu sana. Mpigie makofi Bwana Yesu. Ni kitu kikubwa mno. Kwa sababu kweli haiwezekani ukasoma na Roho Mtakatifu kanisani umechelewa au kanisani la uchi. Kidogo sasa inakuwa ni changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Na mwingine naomba kila mmoja tumejifunza somo la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakuwa na mashangaa sana na Roho Mtakatifu. Kweli. Amen. Mpe. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu. Swali linasema nini maana ya sifa zipi ambazo sifa za mtu aliyojazwa wewe unaongezwa na mtuaji? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa namna ambavyo naelewa pia, japo watumishi wa Mungu wameshazungumza vile ambavyo pia na mimi Bwana na nafikiria kuzungumza, lakini ni kwamba Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako anakuwa anakushuhudia mambo mengi, kama pia mama alivyosema, kukusukuma kwenda kanisani. Pia hata kuna namna unazokaa unashindwa kufanya jambo fulani, lakini Roho Mtakatifu anakuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mtumishi wa Mungu anasema ameongeza sifa ya kuongozwa. Sio? Kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Sio sifa nyingi sana. Karibu. Sifa, wewe unajuaje? Unapotazama mtu na utazama kwa macho, huyu ana Roho Mtakatifu, unamjuaje? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Roho Mtakatifu kwanza anatushuhudia ndani yetu. Niseme kwa maisha yangu, kwa sababu mchungaji alisema unaweza kutoa mfano wako, maana Roho Mtakatifu ndiye ndio anayekuongoza. Haleluya. Amina. Yaani Roho Mtakatifu kama vile ninavyosema kwamba kweli ni msaidizi au ni kiongozi. Ni kweli kabisa. Hata kama labda hata kuna jambo unafanya, unasikia kushawishiwa, hebu kaangalie jikoni. Kumbe kuna kitu, labda hata umewasha gesi, umesahau hapa, muda wako wa kuzima tayari au kitu kimeshaiva. Kumbe unafika tu, unakuta na maji yamekauka, ndio unataka kukausha hiyo sufuria. Kwa hiyo amekusaidia pale,
yaani anatufanyia mambo ya ajabu ajabu sana ya ndani ndani, lakini pia kuna mambo mengine anaweza katokea. Unaweza kukutana na jambo karibu, mtu anataka kufokea haraka kushambulia, lakini nasikia sauti ya ndani kabisa nakwambia uwe mpole, kwa sababu ile tunda, kwa hiyo ile tunda la upole, ile sauti ya Roho Mtakatifu tayari wewe unashuka, unakuwa kama maji, yule anakuwa kama moto. Kwa hiyo sasa unapokuwa kama maji, kwa sababu unamsikiliza yule wa ndani yako, tayari unashinda ile jaribu kwa wema. Bwana Yesu asaidie. Au unaweza ukawa unataka unaenda kwenye safari fulani, ukasikia nipande ile gari kidogo, ukasikia kama unasita, kumbe kule kusita si wewe, ni Roho Mtakatifu. Kumbe pale umepata jaribu kubwa sana, lakini kwa sababu nimesema kwamba tuendelee na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asaidie. Amina. Hata kama tunaenda kanisani, tunaenda safari, hatutakiwi tumwache Roho Mtakatifu bali na sisi, akae ndani yetu, makao yetu ni ndani yetu, ili atuongoze, ili atushauri. Kwa hiyo mambo mengi sana anatusaidia, kama mama anaposema jambo la ibadani, ndio kawa sasa unahangaika na kule unasikia sauti tena kabia, harakisha, unachelewa. Yule ni Mungu, ni Roho Mtakatifu anakuambia. Kwa hiyo anatuongoza na kusawishi na kushauri katika mambo mengi sana. Tumtumie, na ishara kubwa ni ile kunena, au usiponena basi yani maneno, lakini kuna nguvu inakupush tofauti na kawaida. Huyo naye ni Roho Mtakatifu ndani yangu. Haleluya. Mungu akubariki. Amina. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Makofi kwa Bwana Yesu. Yanatosha. Sifa nyingi kumbe. Na hizi ndio tabia za Roho Mtakatifu. Mwingine zealous. Karibu. Amina. Na kuelekeza kwa mfano, kama unaweza kufanya safari na Roho Mtakatifu kufanyia jambo, hata kwa maneno au si, na ndio tabia ambayo mimi ninayo sana. Ndio ambalo tunafanya kazi yetu fulani, ni ndio tunasikia sauti kwa maneno au na kuongeza usifanye jambo kama nyingi na Roho Mtakatifu. Amina. Yesu Roho Mtakatifu anazidi kushangaza kwetu. Tumpigie Bwana Yesu kwa sababu Bwana anawasha Roho Mtakatifu. Hapa anasema makofi kwa Bwana Yesu hayatoshi. Anasema Roho Mtakatifu ndiye anayetuongoza maamuzi katika maamuzi yetu. Amen. Katika maamuzi. Roho Mtakatifu. Sasa siwe ya kusaidia yule mtu mwenye na si mpaka mtu wake unajijua Roho Mtakatifu anakaa ndani yako bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Tunachojua mimi kwa mtu mwenye ajili na Roho Mtakatifu, yaani kwa kumtambua ni ngumu cha kwanza kwa kumtambua, lakini kwa mtu ambaye rohoni anile anakuwa na nguvu ya tofauti ya ushawishi. Nguvu tofauti ya ushawishi. Mfano mimi hapa asubuhi habari sana ananiambia kabisa ni mfano saa 1:50 fanya hiki, saa 2 kamili fanya hiki, na ndio maana na kwa hiyo ndio mtu anayepewa na Roho Mtakatifu ana nguvu ya pekee ushawishi. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Roho Mtakatifu. Amen. Basi kwa Roho Mtakatifu hakuna utakatifu. Yeye mwenye utakatifu wake. Yeye mwenye utakatifu, yaani 100%. Pasipo Roho Mtakatifu hapana utakatifu. Kwa sasa ni nguzo muhimu sana ya mtu kuitwa Mkristo ni Roho Mtakatifu. Tukimwacha au tukumweka pembeni, Kristo wetu haujakamilika, hata kama tutakuwa tunayajua maandiko yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni muhimu kuliko mambo mengine yote. Tukiweka msingi kwa Roho Mtakatifu, utumishi wetu utakuwa mrahisi mno. Amen. Mwingine sifa za Roho Mtakatifu. Jaribu. Amina. Kwa mimi ninapojua mtu mwenye
akiwa anajazwa na Roho Mtakatifu kutambua, anakuwa na furaha ndani ya moyo wake na nafsi yake. Pili, anakuwa na ujasiri wa kutangaza neno la Mungu pasipo kujali kwamba iko mahali wapi. Anakuwa na furaha kusikia neno la Mungu wakati wote, na anaweza kushawishi wengine kuja kwenye nyumba ya Bwana pasipo kuvutishwa na mtu yoyote. Tumpigie Bwana Yesu makofi, tumpigie Bwana Yesu makofi, tumpigie Bwana Yesu makofi. Sasa watu wa Mungu, nipe sifa zote hizi ambazo za mtu mwenye Roho Mtakatifu tumezitaja. Ya kwanza, kushuhudia. Mtu aliyojazwa Roho Mtakatifu, soma katika Matendo 4:41 au ile Mwanzo Matendo 1:8, utaona ndivyo mtapokuwa mashahidi wangu. Mshapokea huyu Roho Mtakatifu. Kwa sifa mojawapo ya utumishi wowote, si tu kushuhudia, uwe ni uchungaji, uwe ni uzee wa kanisa, uwe ni utumishi katika nafasi yoyote, hata mtu ambaye pia hana nafasi za kiongozi lakini mshirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba tunatakiwa kujazwa na Roho Mtakatifu. Pokea nguvu kujazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kushuhudia, uwezo wa kushuhudia. Unaona mtu ana utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kipengele kimojawapo cha Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu yupo. Lakini sasa tulijifunza huyo mtu anataka aonyeshe matunda ya Roho. Tukasema ukisoma katika Galatia 5:22 na 23, tunasema matunda ya Roho ni yanaanza kutajwa zile sifa za matunda ya Roho. Kwa sababu yale matunda yanatoka katika mti mmoja. Haiwezekani mtu akawa na tendo, akawa na upendo wa agape. Amen. Alafu mtu huyo akakosa uvumilivu. Mtu huyo ana upendo, anasema mimi na upendo wa agape, na mtu huyo akakosa matunda mengine ya kiasi. Mtu huyo anasema mimi na upendo wa agape, mtu huyo akakosa mambo mengine yote mema, akawa hana furaha, akawa hana amani, akawa hana utu wema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu matunda yote yanatoka katika mti mmoja. Ni tunda moja linakuwa lina sifa 9. Kwa hiyo tunda moja haiwezi kuwa na sifa fulani ya kimungu, nyingine ya giza, ya kimungu, ya giza. Kwa mtu mmoja anatakiwa awe na sifa zote. Na ndio maana ukisoma katika ile barua ile tunasema Korinto ile sura ya 13. Kile mstari wa 2 bado. Utaona inazungumza juu ya habari ya sifa ya upendo huo. Tulipitia tunda moja mpaka lingine, upendo tulijifunza kwa kina sana. Utaona pale ile sifa ya upendo pekee yake imezungumza tabia au matunda mengine yote yanayosalia. Nani? Sema upendo, vumilia, upendo unaona hauizi, kama hebu hautafuti mambo yake. Umetaja zile sifa ambazo ukiziangalia zile sifa zote ndio sifa nyingine zote zilizobaki na matunda ya Roho. Kwa sasa tunataka tumpime mtu ambaye ana Roho wa Mungu, si basi kwa kitu kimoja tu. Ndio anaweza kuwa kweli anashuhudia lakini anakosa sifa zingine hana. Huyo mtu anakuwa ameokoka lakini bado hajaamua kusimama kwa miguu yake ili kujisalimisha kwa Bwana Yesu ili aweze kujidhihirisha matunda yake yote. Kwa hiyo kuna wakati anaingia, kuna wakati haingii. Na Roho Mtakatifu anakosa nafasi ya kumbadilisha jinsi apendavyo. Au yuko kwenye mchakato ya kuwa kiumbe kipya.
Anasema ya kale yamepita, amekuwa kiumbe kipya. Bado hajajazwa na Roho Mtakatifu. Tabia za Roho Mtakatifu hazijaumbika. Kwa hiyo kushuhudia ni tabia moja. Matunda ya Roho lazima yote 9. Sasa unataka kwenda kwenye mstari kinyume napo, Roho Mtakatifu anakukumbusha, mwanangu, ufikiria. Unataka kufanya kitu chochote kile ambacho kiko tofauti, unasikia ndani yako Roho Mtakatifu. Kwa sababu yeye Roho Mtakatifu ndiye anakuwa mwendesha roho yako, ndiye anayetengeneza ile matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ndivyo alivyo, hawezi kujikana, hawezi yeye akawa ndani yako afu akamtoa shetani kwa tabia zake, alafu akasema una Roho Mtakatifu, bado hujawa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wa shukrani na unyenyekevu ndani yake, hapo katika matunda ya Roho ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mtu anakuwa na furaha na amani hapo katika matunda ya Roho. Kwa tabia kubwa sana ukiangalia hapa, tunaona yamebebwa zaidi na matunda ya Roho. Huwezi kumtambua mtu kwa karama zake anazotenda. Karama zinakuja zinapita. Ndio maana katika Korintho wa kwanza 13 anasema upepo unapi, siku moja utakoma, lakini upendo hautakoma. Na ukisoma upendo leo, ndani yake matunda ya Roho yote yamekamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, kwa kujumuisha hapa, mtu amejawa na Roho Mtakatifu tutamtambua kwa matunda yake. Matunda. Ndio maana Yesu sema mtatambua kwa nini? Mtatambua ikiwa ni mtumishi wao. Akisema mtumishi kama mchungaji nafasi. Mtumishi ni yeyote yule ambaye Roho Mtakatifu kamweka mwili, ni mfuasi wa Yesu Kristo, ni mwanafunzi wake. Yeyote yule. Utamtambuaje? Kwa matunda. Hiyo ndio sifa mojawapo ya mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu, ni matunda. Sio karama. Karama anatoa kadri apendavyo yeye. Sio neno la Mungu linasema katika Korintho wa kwanza 12, ukiangalia pale ukienda, yeye anamgawia mtu kwa kadri apendavyo yeye mwenyewe. Huyu mpa karama hii, mwingine mpa. Lakini matunda ni lazima. Hiyo ni tabia yake. Kila mtu awe nazo. Sasa huyu ana karama ya uponyaji. Anataka karama ya uponyaji, lakini Mungu akamkataa. Bwana Yesu asifiwe. Ile ni karama, ni zawadi. Sasa hebu tuulize hata wewe hapo ulipo. Ikiwa tutakwenda mbinguni kwa matunda, na kweli ni matunda ndio yanapeleka mbinguni. Jiulize wewe sasa. Maana sifa unazitafuta sana. Sifa hizo zinaweza zitoke ndani yako. Ikiwa kuna eneo unaliona haliko sawa sawa, mimi nadhani kuna siku hapa inabidi tutafute kabisa tu. Omba na kufunga kwa ajili ya tabia tu, matunda ya Roho yakumbike ndani yako, sio kwa mtu mwingine, bali sasa kwa mtu, sio kwa mtu mwingine, wako binafsi. Amen. Tuende swali lingine sasa. Taja njia 5 za kuenenda kwa Roho Mtakatifu. Kuenenda katika Roho ni mtu ambaye haenendi kwa akili zake, kwa hisia zake, anaenenda kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Taja hizo njia 5. Ni kwa namna gani mtu anaongozwa, anaweza kuenenda katika Roho. Kwa ukimtazama huyu mtu kwa njia hizi, mtu akiwa anazifanya hizi na hizi, huyu mtu atakuwa anaenenda katika Roho. Haenendi katika mwili. Akifanya hiki na hiki na hiki na hiki, huyu mtu bila shaka, huyu mtu
hakika, sio bila shaka, hakika huyo mtu atakuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. Tumetaja hapa tabia mojawapo ya mtu kwamba anaongozwa, anatuongoza Roho Mtakatifu. Sasa taja njia 5 ambazo zinaweza kutuongoza au kuenenda katika Roho. Hizo njia 5 zinatusaidia sisi kuweza kuenenda katika Roho. Amen. Hapa wote tunaenenda katika Roho au tunaenenda kwa sisi wenyewe tunavyotaka? Nione mkono kwa mtu ambaye anaenenda katika Roho. Nione mkono wa watumishi wa Mungu anaenenda katika Roho. Alishe mkono. Anaenda katika Roho, anaenda katika Roho. Anaenda katika Roho. Sio tunaenda kwa nini? Usiende kama wewe katika Roho, usinyoshe mkono kwa sababu nimesema. Anaenda katika Roho, nyoshe mkono. Nitataja sasa sifa za anataka kwenda katika Roho. Sasa hizo ambazo kwenda katika Roho naomba tuzitaje. Ni mtu gani anaenda katika Roho? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtaje mtu anaenda katika Roho. Haleluya. Amina. Nikizungumza kama ninavyojua kwamba mtu ambaye anaenenda katika Roho, ina maana Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Amina. Maisha yako anayaongoza yeye. Amen. Cha kwanza, hauwezi ukafanya chochote bila kumuuliza Roho Mtakatifu. Haleluya. Narudia. Amen. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, na chochote ambacho unachotaka kukifanya atakupa maelekezo, na maisha yako pia atakuwa anayaongoza yeye. Amen. Na hata kama utakuwa kwenye maombi, atakwambia omba hivi ili usiombe. Na hata kama utakuwa unamwombea mtu ana shida yoyote ile, atakwambia muombee hivi, au taomba kama wewe unavyotaka kuomba. Amen. Mpigie Bwana Yesu hapo. Wengine unaenda katika Roho. Amina. Amen. Sasa basi na mstahili kwa sababu niko hivi, yaani kwa upande huo ni kumwachia Mungu kila kitu. Kumwachia Mungu kila kitu. Mfano sasa kumwachia Mungu kila kitu, yaani mfano ibada, mawazo yako pekee kumwachia yeye afanye. Au mengine atafanya hivyo na kupenda asije. Kwa hiyo umwachie Mungu kila kitu, afanye mengine atafanya hivyo. Kwa hiyo ni kumwachia Mungu kila kitu. Yaani hata kile kidogo, mfano bila kumjia hapa yani. Ndio mimi na tabia hiyo. Amen. Okay. Mpigie Bwana Yesu hapo. Mwingine soka tumbe. Bwana asifiwe. Amina. Kwa mimi nafahamu mtu kama unaongozwa na Roho Mtakatifu, kwanza maisha yako yatakuwa ya utakatifu. Unakuwa maisha yako kwanza Unaambia watu, unawaambia watu. Sio watu. Mtu anayeongoza na Roho Mtakatifu, maisha yake yote anakia mkabidhi Roho Mtakatifu. Mawazo, kila anachokifanya yatakuwa yanaongozwa na Roho Mtakatifu na sio kwa maamuzi yake yeye mwenyewe. Anatakiwa awe na chachu
ya kufanya vitu vya Roho Mtakatifu na sio kujiongoza yeye mwenyewe kwa akili yake. Kumkabidhi Mungu kila kitu cha maisha yako, kila hatua anazopiga lazima awe anaongozwa na Roho Mtakatifu. Basi tuna watumishi wazuri sana, tumpigie Bwana Yesu makofi. Mwenenda katika Roho, mwenenda katika Roho. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtumishi wa Mungu anauliza njia ambazo zitakuonyesha kwa dalili kwamba kweli unaongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa sababu kwanza kuna mwimbaji mmoja anasema kwamba kuokoka, anasema kule kuokoka utajuaje kama unaongozwa na Roho? Anasema Bwana asifiwe sababu, si ndio? Nafikiri maiteke anaipata Roho. Ila yale matunda ambayo yanatakiwa ndani yetu kwa sababu kuishi kwamba ni kweli Roho Mtakatifu ndani yetu. Kuna jambo atakushauri. Kwanza unakuwa batana. Kuna watu ambao ulikuwa na batana nao mkubwa maisha ya kuokoka. Bado ile nguvu ya Roho Mtakatifu haija. Lakini ukishakuja, yaani kuna watu kabisa utakuwa wabatani nao. Kwa mfano mtu anaenda kulewa au anaenda kwenye mambo yake, utamsindikiza mpaka pale kilabuni zimani? Hapana, yale ni matunda ambayo Roho Mtakatifu tena hayuko nayo. Kuna mavazi mavazi nayo yameandikwa kwenye neno la Mungu. Kuna mavazi ambayo kabla hajaanza na Roho Mtakatifu au hujasimama kwenye wokovu sawa sawa, ulikuwa unavaa yale bora tu, ili la kanisani, ili la kwenye sherehe, ili la kwenye sokoni. Lakini unapokuwa umejazwa na Roho Mtakatifu, yale matunda ya ndani, anakuambia kabisa hili vazi alifai kwenye madhabahu, alifai kwenye mbele za watu, kwa sababu wewe ni mshuhuda. Kule watu watakuonaje? Kanisa labda umevaa gauni nzuri, kule mchichoroni, kule au masokoni umevaa nguo za ajabu ajabu, umevaa visuruali, wanakuuliza wewe unashuhudiaga wewe? Bwana Yesu asaidie. Yale nao ni matunda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vyakula ambavyo ulikuwa unakula, lakini ukishajaza na Roho Mtakatifu, kuna chakula kabisa unasikia hujanyima, lakini unasikia kabisa hapana, ndani yangu mimi sistahili kula hiki chakula. Bwana Yesu asifiwe. Kuna karamu, unakaribishwa sherehe, karamu, lakini Roho Mungu anakuambia pale mimi nitaenea, pale mimi nitavaa. Yaani mchungaji hajakushauri, lakini ndani yako unasikia yule mchungaji wa ndani anakuambia kabisa bali sistahili. Haleluya. Mungu akubariki. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Tumpigie Bwana makofi. Sasa leo niombe wanaoenda katika Roho. Amen. Wanaoenda katika Roho. Biblia inatuambia katika Galatia 5:14 hao wanaenda kwa Roho au ndio wana wa Mungu. Mimi ni wana wa Mungu. Wanaenda katika Roho. Nyosha mikono vizuri. Nyosha na miguu na kuona. Nyosha kwa sababu shetani anaona mikono. Sababu tunakuwa pamoja na miguu tunakuwa. Na mambo fulani ninashirikiana. Sasa nataka miguu waone. Wote hapa wanaenda katika Roho. Amen. Hebu tuende sasa tuone kama kweli tunaenda katika Roho. Ishara mojawapo ni kuelekea kwa neno la Mungu. Utii katika neno la Mungu. Naomba nione mkono kwa mtu ambaye anatii katika neno la Mungu. Sheria za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utii wa neno la Mungu. Neno la Mungu tunalijua lilivyo. Neno la Mungu tunalijua. Sheria za Mungu tunazijua. Anasema asiko tena nje, ziko ndani katika mbao za ndani za nyama za moyo, ziko ndani yetu. Anasema atakapokuja Roho Mtakatifu atawahakikishia katika habari ya dhambi, haki na hukumu. Dhambi, haki na hukumu. Hebu nione uenenda katika Roho. Njia ya kwanza mojawapo ni kutii kwa neno la Mungu. Basi 100. Yakobo 1:22 anasemaje? Yakobo 1:22 anasema
anazungumza juu ya habari ya utii katika neno. Tusio wasikilizaji tu, bali tuwe nini? Watendaji. Naposema mtendaji, sema mimi ni mtendaji wa neno la Mungu. Ndani yako unajua unatii, wewe ni mtendaji wa neno la Mungu au la. Sasa katika macho ya nyama hivi, hakuna mtu anaweza kujua wewe na moyo wako. Sivyo watu wa Mungu. Na neno la Mungu liko ndani, ndio linalotuhukumu. Yule ni mtii wa neno la Mungu, lakini neno linakwambia. Sasa neno linazungumza. Neno lina uhai. Wewe una siku fulani nilisema kitu fulani ukutii. Siku fulani nilisema kitu fulani ukutii. Mbona neno la Mungu likisema hichi ukutii? Mbona Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa kuu ni utii katika neno la Mungu. Hawa wanaoenda katika roho, hao ndio wana wa Mungu, na ndio wanaoenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukasema unaenda katika roho, wakati kwenye neno lake uzima, neno utii. Neno ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujitahidi kutii. Tasoma Yakobo 1:22, kutii neno la Mungu. Njia ya pili kabisa kujua wewe unaenda katika roho ni kudumu katika maombi. Hebu nione wanaodumu katika maombi. Nyosha mkono wanaodumu katika maombi. Kwa dhati kabisa kudumu katika. Kwa njia ya pili ni kudumu katika nini? Maombi. Ili ujue kabisa kwamba unaenda katika maombi, unaenda katika roho ni kudumu katika maombi. Amen. Ushirika wa watakatifu. Ushirika wa watakatifu. Ushirika wa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuambia nini katika Yohana? Wala tusiache kukutana kama hivyo desturi na wengine. Tukasema katika ile Matendo 2:41 tukaendelea mbele, tukasema walikuwa wadumu katika nini? Katika kumega mkate, kuomba. Amen. Kwa hiyo sasa mtu yoyote yule anataka kujua kwamba huyu mtu anaenda katika roho, kitu cha kwanza ni ule ushirika na wengine. Amina. Ushirika na watakatifu. Ushirika, tunapokutana hivi, moto na moto, moto na moto, moto na moto, imani kwa imani, nachochea imani kwa imani, imani kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tujue kabisa kwamba wewe unaenda katika roho, tuone ushirika wako na wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili useme mimi naenda katika roho, lazima niwe na ule ushirika na wengine. Sio ushirika na watu ambao si katika imani. Wakristo wenzako, unakuwa na ushirika katika nini? Tulijifunza siku ya Jumapili iliyopita katika maombi pamoja, maombi binafsi, katika maombi ya pili tunapokutana. Jamani, tutakutana siku fulani, saa fulani katika maombi ya pamoja. Tunapokuwa tunaomba, tunakuwa na ushirika na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushirika kumega mkate. Ushirika hata wa chakula kingine tu cha kawaida ambacho kingine siku fulani tutakuwa na chakula cha pamoja kama fulani. Bwana Yesu asifiwe. Ushirika na watu wengine. Ukikosa ushirika na washirika wengine katika maombi, katika maisha yetu ya kawaida, tuliona pale kudumu katika kubadilishana, kufarijiana, furaha, huzuni, matatizo ya watu wengine, wote tunakuwa tunashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo ushirika na watu wengine. Nimeziona hizo sifa. Utii sauti ya Roho Mtakatifu.